Leo nitakuonyesha jinsi ya kutumia viungo viwili tu kusafisha meno yako ukiwa nyumbani. Hutakiwi kwenda kwa daktari wa meno na kukufanyia utaratibu huu kwa gharama kubwa. Pia huhitaji hata kununua zile kamba za kusafisha meno. Tiba hii itakugharimu takriban 7,500 hadi 10,000 kulingana na eneo, na ni nzuri sana. Kama meno yako yana madoa kidogo kama rangi ya njano kutokana na kahawa, chai, divai nyekundu au kwa sababu tu ya umri, hili litakuwa suluhisho zuri. Sasa baada ya kichocheo hiki, nitaongelea pia kuhusu kusukutua kwa mafuta, oil pulling, na pia habari fulani ya kustaajabisha kuhusu ufizi unaovuja, leaky gums. Unaweza kuwa na hali ambapo bakteria wanaingia kwenye ufizi wako na kuelekea kwenye mfumo wa damu. Hivyo itakuwa muhimu sana kujifunza kuhusu hilo. Viungo na matayarisho. Ikiwa unataka kufanya meno yako yawe meupe sana, kuna vitu viwili unapaswa kuwa navyo. Kitu cha kwanza ni baking soda. Inapatikana dukani kuanzia shilingi 3,000 na kuendelea. Hii itaongeza umbile fulani kwenye mchanganyiko huu, kukuwezesha kusugua meno yako na kusaidia kuondoa madoa pamoja na utando wa meno. Plaque ni laini na haikwaruzi. Kitu cha pili ni hydrogen peroxide. Hii nayo inapatikana kwenye supermarket mbalimbali kwa gharama kuanzia 5,000 na kuendelea kwa chupa nzima. Ni muhimu sana uchukue hydrogen peroxide iliyo sahihi. Unatakiwa ile inayosema kwa 3% au chini ya hapo. Usichukue ile ya kwa 15% au 40 kwa sababu itakuwa na nguvu kupita kiasi. Karibu kwenye channel ya Naturemed Supplies, mahali ambapo tunakuletea elimu ya afya kwa kutumia sayansi ya asili. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina aliyejikita kutoa maarifa sahihi yatakayokusaidia kuboresha maisha yako kila siku kwa kutumia mbinu asilia. Namba zake ni 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya screen ya video hii. Bonyeza neno subscribe chini ya video hii kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu. Pia tunazo bidhaa zenye nguvu zinazoweza kuondoa changamoto yako ulionayo. Bidhaa hizi zinatoka India, Ghana, China na hapa Tanzania, na zimethibitishwa na mamlaka husika hapa nchini. Zile kamba za kusafisha meno unazozinunua mtandaoni ni hydrogen peroxide, lakini wanakuuzia shilingi 50,000, 75,000 au 100,000 kwa kamba hizo ndogo. Huna haja ya kufanya hivyo tena. Na unapoenda kwa daktari wa meno ni ghali zaidi, na wanatumia hydrogen peroxide yenye mkusanyiko mkubwa sana, kwa maana concentrated, ambayo inafikia hadi 40%. Tatizo la hiyo ni kwamba ndiyo inafanya kazi ya kufanya meno kuwa meupe haraka, lakini mkusanyiko huo mkubwa kwenye ufizi wako pamoja na mwanga wa ultraviolet au LED wanaouweka kwa wakati mmoja unaoongeza nguvu ya kemikali hiyo, unaweza kuharibu ufizi wako. Pia huondoa unyevu kwenye meno yako kiasi kwamba sasa unahisi maumivu kwenye meno kwa sababu mkusanyiko ni mkubwa sana. Jinsi ya kutumia. Hivi ndivyo unatakiwa fanya ili kupata matokeo bora. Chukua chombo kidogo na uweke kijiko kimoja cha chai cha baking soda. Kisha chukua hydrogen peroxide 3% au chini na utumie matone 3 tu kwenye hiyo baking soda. Kisha ongeza matone 8 ya maji. Uchanganye vizuri sana na utasaidia kuvunja vifungo vya madoa. Madoa ni mnyororo fulani wa molekuli, na oxygen itavunja mnyororo huo na kuondoa rangi hiyo kutoka kwenye meno yako na kukufanya uwe na meno meupe. Hii ndiyo sababu hydrogen peroxide ni muhimu sana. Kisha changanya vizuri. Chukua mswaki wako na usugue kwa upole upande wa nje wa meno na upande wa ndani. Hii pia itasaidia kuua bakteria wowote ulionao, na pia itapunguza kutokea kwa utando wa meno. Utasugua meno yako na mchanganyiko huu kwa dakika 1 hadi 2. Kisha suuza kinywa chako vizuri kabisa. Lakini kwa sababu mkusanyiko ni mdogo kuliko ile 40% unayoiona kwa daktari, itabidi ufanye hivi mara chache kwa wiki. Ningependekeza kufanya hivi mara 2 hadi 3 kwa wiki chache ili kuona mabadiliko makubwa, lakini itafanya kazi. Lengo hapa ni kufanya hivyo kwa usalama na hatua kwa hatua ili usiharibu ufizi au enameli ya meno yako. Sasa tuongelee kuhusu kusukutua kwa mafuta. Huenda umesikia hili mtandaoni, ambapo watu wanachukua mafuta ya nazi, wanayaweka kinywani na kuyazungusha kwa muda fulani. Hiyo inafanya nini? Hii ni desturi ya kale, na zamani hawakutumia mafuta ya nazi tu, walitumia pia mafuta ya ufuta. Mafuta ya nazi yana ladha nzuri zaidi na yatafanya kazi. Unachofanya ni kuchukua mafuta ya nazi na kuyaweka kinywani kwa dakika 10 hadi 20 huku ukiyazungusha.
Mafuta ya nazi yana kiasi kikubwa cha kitu kinachoitwa lauric acid, ambayo ni dawa nguvu sana dhidi ya vimelea kama bakteria, fungus na candida. Kuna hata utafiti katika jarida la Indian Journal of Dental Research ulioonyesha utaratibu huu ni mzuri kama dawa ya kusukutua ya hospitali katika kupunguza ugonjwa wa ufizi, gingivitis. Watu wengi hufanya hivi mara 3 kwa wiki. Nataka niongee kuhusu jambo la kustaajabisha zaidi. Uhusiano kati ya sukari au glucose na vitamin C. Glucose ina muundo wa kikemia unaofanana na vitamin C, na hivyo huwa vinashindana. Labda umewahi kusikia kuhusu ugonjwa wa scurvy. Ni ugonjwa uliokuwa ukiwapata mabaharia zamani kwa sababu hawakuwa na vitamin C ya kutosha. Jambo moja ambalo vitamin C hufanya ni kusaidia collagen yako. Unapopungukiwa sana na vitamin C, unaweza kupata ufizi unaotoa damu unaposugua meno. Ikiwa unatumia sukari nyingi au unatafuna gum sana, ile vitamin C unayopata itazibwa na glucose isiingie mwilini. Sukari inapunguza vitamin C mwilini na itaonekana kwanza kwenye ufizi. Unaposafisha meno na uzi, flossing, na ghafla yanatoka damu kirahisi, hiyo ni ishara ya mapema. Seli katika tishu za ufizi wako hazijashikana vizuri tena, zimelegea, hivyo unapata matundu haya. Hii inafanana sana na kuwa na utumbo unaovuja au leaky gut, au hata uvujaji kwenye mishipa yako ya damu, jambo ambalo linaweza kuruhusu vimelea kuingia eneo hilo na kuingia mwilini na kwenye mfumo wa damu. Wameweza kugundua bakteria wa kinywani kwenye kuta za mishipa ya damu iliyoathirika na pia kwenye ubongo wa watu wenye ugonjwa wa Alzheimer's. Tunataka kuzuia bakteria wasiingie mwilini kupitia kinywa. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya screen ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana, tukutane tena kwenye video zijazo.